Wananchi wa Mlimba wameniagiza leo hii nizungumze kwa habari ya barabara inayounganisha mikoa ya Pwani na Nyanda za Juu Kusini inayopita Mlimba kwenda Njombe. Mheshimiwa Mwenyekiti, wameniagiza nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa utashi wake wa kuelekeza fedha bilioni 167 ziende zikajenge kilomita 100 kipande cha kutoka Ifakara mpaka Miale Igima kilomita 62.5 na kipande kutoka Miale Igima mpaka Chita JKT pale Makutano kilomita 67.5. Nina furaha ya kusema tu kwamba tayari vipande hivi vina wakandarasi, na mkandarasi mmoja huyo wa kwanza kutoka Ifakara mpaka Miale Igima ameshaenda eneo la kazi, kwa maana ameshaandaa campsite na hivi sasa mitambo iko pale, na taarifa ya kwamba anajenga nyumba kwa ajili ya wataalamu wanaokwenda kusimamia ujenzi wa barabara hiyo. Nina kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna kipande kingine cha kutoka Kihansi Madeke kwa mwaka wa fedha tangu mwaka wa fedha 2020 21 22 kulikuwa na habari ya kwamba tuna fedha kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika, yani AFDB. Sasa mpaka leo Mheshimiwa Waziri, ingefaa utueleze wananchi wa Mlimba kile kipande cha kutoka Kihansi Mlimba kwenda Mpanga pale Masagati mpaka Madeke kilomita 93 hali ikoje sasa, kwa maana ya mkandarasi anayekwenda kufanya usanifu na upembuzi yakinifu wa mradi. Mheshimiwa Mwenyekiti, wananchi wa Mlimba pia wameniagiza, na kwa kuwa kaka yangu Ulega, wewe ni kaka yangu, mimi ni mjumbe na mjumbe awawi, wameniagiza wananchi wa Mlimba, wamesema leo hii niondoke na shilingi ya mshahara wako. Wameniagiza, na mimi ni mjumbe nasema tu niondoke na shilingi ya mshahara wako. Kwa nini? Wanasema nia njema. Mheshimiwa Rais alielekeza barabara hii jengwe ndani ya miaka 3 na mkandarasi amesaini mkataba miaka 2 sasa. Je, kazi hii itakamilika kwa miaka 3 na hajaanza kazi? Wangependa kupata majibu ya uhakika, maana majibu kila siku wamekuwa wakipata ya uhakika kwamba hatua ikoje na kwa nini sasa miaka 2 wakandarasi watu wawili hawajaanza kazi. Kwa hiyo wakipata majibu ya uhakika wameniruhusu niondoe shilingi, lakini bila majibu ya uhakika wamesema niondoke na shilingi ya mshahara wako. Ni kaka yangu, lakini mimi ni mjumbe awawi. Sasa Mheshimiwa Mwenyekiti, kwenye unafanya majumuisho wananchi wa Mlimba sasa leo wako kwenye wanafuatia TBC live, wanataka kusikia kauli yako. Unakwenda kusema nini kwa habari ya mkandarasi kuanza kazi sasa? Huyo wa kwanza kipande cha kutoka Ifakara kuja Miale Igima, na wa pili kutoka Miale Igima kwenda Chita, wataanza kazi lini? Tena majibu ya uhakika wakishapata wameniruhusu niondoe shilingi ya mshahara wako na upate mshahara kaka yangu na maisha yaendelee. Lakini eneo lingine Mheshimiwa Mwenyekiti, nieleze kwa habari ya nikushukuru Mheshimiwa Waziri, umefanya ziara kwenye jimbo langu kujionea hali halisi. Sasa nikupe taarifa sasa, lile eneo la Mpanga, eneo ambalo sasa barabara imekatika na kuna kama bwawa hivi, tayari mama mmoja amefariki pale mjamzito. Alikuwa anakuja kupata huduma ya afya kwenye hospitali ya wilaya Mlimba hapa Mgeta. Amefika pale barabara haipitiki, amefariki mama mjamzito. Na mimi namwombea huko aendako, Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Sasa hizi ni kazi ambazo wananchi wanazipata. You can feel Mheshimiwa Waziri. Sasa tangu utoke hamna kilichofanyika. Ninazungumza na wewe mpaka sasa ulikwenda kushuhudia, lakini mpaka sasa hali iko vile, magari ya kule yabebaki kule, hata eneo la Ngwasi Mheshimiwa Waziri, pale Ngwasi ulipoenda mpaka sasa kuna magari yaliyotoka Njombe Mlimba yamebaki. Kwa hiyo hakuna mwananchi anayefika Ifakara, hakuna mwananchi anayesafiri kwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo hiyo ndo hali ya halisi ya sasa. Nao ukisema neno moja nadhani wananchi wa Mlimba watafarijika sana. Na eneo hili nisema Mheshimiwa Waziri, tulikuwa na miradi hapa ya fedha za Benki ya Dunia. Lile eneo lile la Mpanga lingepaswa kupata fedha zile, lakini nashangaa kwa nini zilikwenda maeneo mengine, lakini Mpanga hakupata bajeti la daraja pale la kudumu. Nikitosha Mheshimiwa Mwenyekiti, niende eneo lingine, maeneo nimeyataja maeneo korofi Ngwasi na Mpanga, lakini Mheshimiwa Mwenyekiti niende kwenye maeneo ya fedha za maendeleo. Mheshimiwa Waziri, labda utueleze wapi tunakwama, kwa nini mikoa hawapelekewi fedha za maendeleo? Karibu mikoa yote. Kwa mfano mkoa wa Morogoro, mimi pale na mradi wa fedha za maendeleo, barabara ya lami kipande cha mita 400 kata ya Mchombe. Hivi sasa mkandarasi alikuja akasembua barabara, ameacha matope, barabara haipitiki. Na taarifa inaonekana mpaka leo pale wananchi ile njia haipitiki sasa. Naomba niunge hoja mkono kwa sababu naamini wewe ni mtu dhaimu sana. Tutaenda kujibu majibu ya faraja wananchi wa Mlimba leo hii. Na mimi nitasikiliza hapa.
kwa sababu nitashika shilingi baadaye. Asante Mheshimiwa Spika. Baadhi ya wabunge pia wamezungumzia juu ya jambo linalohusu advance payments, malipo ya awali kwa wakandarasi. Na hapa wako wanamna mbili. Wako wakandarasi wamelipwa fedha lakini hazijafika kiwango cha 15%, na wako wakandarasi hawajalipwa kabisa. Na naomba nitoe mfano wa baadhi ya maeneo, na naomba niombe katika kesi hii wako wabunge wawili ambao wameniambia kuwa watashika shilingi, na ninaomba kwa heshima kubwa na taadhima wasishike shilingi. Yuko rafiki yangu Comrade Kunambi, mbunge wa Mlimba. Yeye anazungumzia barabara ya kutoka Ifakara Chita Mlimba mpaka Madeke, kwa sababu barabara hii mmoja katika wakandarasi amelipwa kiwango lakini hakijafika kile kiwango ambacho anapaswa kulipwa cha advance payment, na mwingine hajalipwa kabisa, na kwa hivyo hakuna kinachoendelea katika eneo lile, shughuli zote zimesimama. Na pia vile vile akazungumzia juu ya mambo yanayoendelea. Ukweli ni kwamba eneo la Morogoro, haswa wilaya ya Malinyi ambako jana Mheshimiwa Antipas alichangia, Ifakara na Ulanga, ni maeneo ambayo yamepigika sana haswa na hizi mvua. Na nimhakikishie tu Mheshimiwa Kunambi, eneo la Mpanga ambalo umetolea mfano wa msiba uliotokea pale, ni kwamba tayari hivi tunavyozungumza wataalamu wetu wamerejesha mawasiliano. Tumejenga eneo lile tayari la dharura, tumeweka makalvati ya chuma 15 ambayo yatatosheleza kupitisha maji, na tayari tumeshatengeneza tuta, na kwa hivyo sasa hivi watu wanaweza kupita. Lakini mpango wa kuendelea pale ni kwamba tunajenga box culverts ambazo zina midomo, jumla ya midomo 6. Kwa hivyo kila 3 mara 2 tutakuwa tumejenga pale, na litatosheleza kwa stadi tuliyofanya, na tunaifanya hiyo mara tu baada ya wewe kuto kushika shilingi na kuturuhusu sisi bajeti hii ipite, na tunakwenda kuifanya hiyo kazi. Kwa hivyo ninakuomba sana, na hili la Ifakara Chita Mlimba Madeke, miongoni mwa fedha zitakazopatikana za advance payment, tumekwisha andika barua na tumeipeleka upande wa wenzetu wa Wizara ya Fedha, na wanatupa ushirikiano mzuri sana. Ni imani yangu hapa Mlimba, kwa maana Ifakara Chita, lakini vile vile na barabara ya kutoka Bigwa Kisaki kule ambako Mheshimiwa Tale na Mheshimiwa Innocent Kalogeres wamepazungumza kwa uzito sana ndani ya mkoa wa Morogoro, na zenyewe tunakwenda kuzipa kipaumbele haraka sana. Baada ya kuwa tumeipata fedha ya advance payment, tutakwenda kuwaondoleeni shida hii. Na nataka niwahakikisheni, tuliposema juu ya kwamba bajeti hii ni bajeti ya kazi na utu, ni kwa sababu tunatazama zaidi namna ya kutatua kero na changamoto haswa zinazowakabili wananchi. Mheshimiwa Spika, naomba pia vile vile niwape hongera sana na pongezi waheshimiwa wabunge hawa kwa sababu ya namna ambavyo wamekuwa wakiziwasilisha hizi hoja na namna ambavyo wamekuwa wakizisimamia. Kwa kusema ukweli, wakati wote hawapungui katika jambo hili, wakipiga simu, wakiandika meseji ama wakisema humu bungeni. Hongereni sana kwa kuwakilisha vyema